السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rehema bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu, leo tunawaletea dua mbili. Hizi zishike na zifanye kila siku ya Jumatatu, kila siku ya Jumatatu. Kwa nini iwe Jumatatu? Nitakufahamisha hapo mbele kwa nini dua hizi uzifanye siku ya Jumatatu. Na ni muhimu sana ukazifahamu vizuri, ukazijua, kwa sababu ndani yake zinakupa izza na utukufu ndani yake. Kwa hiyo ni vizuri ukafahamu kwa nini iwe Jumatatu. Jumatatu kwanza ndio siku alozaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jumatatu. Na Jumatatu ndio siku ambayo aliopewa utume Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana hata mwenyewe alikuwa anaifunga siku ya Jumatatu. Mwenyewe katika maisha yake alikuwa anaifunga sana siku ya Jumatatu. Kwa hiyo na wewe ifanye hii kila siku ya Jumatatu, kila siku ya Jumatatu. Haijalishi Jumatatu hiyo umefunga au hujafunga, lakini ifanye dua hii biidhnillahi ta'ala. Na kabla sijawaletea dua hii, kuna taarifa mbili niwapeni kwa haraka, kisha baada hapo nianze kuwatajieni hizi dua. Taarifa yenyewe ni hii kwamba kuanzia mwezi mosi Dhulhijja, bi maana tarehe 28 ama tarehe 20 na ngapi, itakuwa tayari tumeanza mwezi mosi Dhulhijja. Tutakuwa na grupu mbili za WhatsApp. Grupu hizi ni kwa ajili ya dua. Grupu ya kwanza hii ni ya bure, haina gharama yote. Ni wewe tu kutuma namba yako na kusema niunge, grupu ya bure utaungwa. Lakini grupu ya pili hii ni ya watu 10, ni ya watu 10, ambayo hii ndani yake itakuwa huyo mtu atakayeingia katika grupu hii atalazimika kuchangia kupatikana kwa wanyama watatu. Unahitaji mbuzi watatu ama kondoo kwa ajili ya kichinjo. Kwa sababu tunafahamu tunakwenda katika Idi ya kuchinja. Na lengo la kichinjo hiki ni kwa ajili ya sadaka ya mayatima. Kwa ajili ya sadaka ya mayatima. Kwa hiyo atakayekuwa tayari kujiunga grupu la watu 10 atasema mimi ni grupu la watu 10, atakayetaka grupu la bure ataungwa katika grupu la bure. Kwa hiyo ni kiasi cha wewe kutuma namba yako inshallah katika namba hii ya 0788 905151 ama 0793 052 utaungwa katika grupu hizo. Twende sasa katika mada ya leo, ambayo leo tumesema tutakwenda kuleta dua mbili ambazo zisome kila siku ya Jumatatu. Lakini katika hizo Jumatatu hapa moja ndio utakayesoma Jumatatu. Hii nyingine nitakuelekeza ni ya nini. Hii moja utaisoma kila Jumatatu, alafu hii nyingine nitakuelekeza ni nini na inafanya kazi gani. Ya Jumatatu ni hii hapa na kusomea. Utasoma dua hii, utasoma hivi ya Jumatatu. Utasoma Allahumma lakal hamdu kulluhu. Allahumma lakal hamdu kulluhu walakal mulku kulluhu biyadikal khairu kulluhu wa ilaika yurja'u al-amru kulluhu. Narudia tena. Ya Jumatatu ni hii hapa. Utasema Allahumma lakal hamdu kulluhu walakal mulku kulluhu biyadikal khairu kulluhu wa ilaika yurja'u al-amru kulluhu. Ukimaliza kusema maneno haya utaunganisha na aya hizi mbili ambazo zinasomwa huwallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malik al-quddus as-salamu al-mu'minu al-muhaiminu al-aziz al-jabbaru al-mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Wallahu al-khaliqu al-bari'u al-musawwir lahu al-asma'u al-husna yusabbihu lahu ma fi samawati wal ardi wa huwa al-azizul hakim. Narudia tena. Ukimaliza kusoma dua hiyo, na hii dua inasoma mara 7. Ukimaliza kusoma mara 7 dua hiyo, utasoma aya hizi mbili mara 3. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa
الملك القدوس الملك القدوس سلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Utasoma aya hizi mara 3. Hii Allahumma lakal hamdu kulluhu walakal mulku kulluhu biyadikal khairu kulluhu wa ilaika yurja'ul amru kulluhu. Hii inasomwa mara 7 kwa maana kila Jumatatu unaweza kufanya asubuhi au kufanya baada ya alasiri. Hii inakuwa ni kila siku ya Jumatatu, na nimekupa sababu nyingi sana kwa nini inakuwa Jumatatu. Nimekueleza baadhi ya sababu za kufanya hiyo Jumatatu. Ni siku tukufu sana, ni siku nzuri sana, ni siku ambayo Mtume wetu Muhammad alikuwa anaifunga Jumatatu na alikuwa anaipenda sana siku ya Jumatatu, na ndio siku alozaliwa na ndio siku alopewa utume bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ifanye dua hii Jumatatu, Mwenyezi Mungu atakuzidishia nuru, Mwenyezi Mungu atakufungulia riziki zako, Mwenyezi Mungu atakuepusha na mahasidi, Mwenyezi Mungu atakuepusha na vijicho, Mwenyezi Mungu atakuepusha na kila balaa na kila lokuwa baya, Mwenyezi Mungu atakuepusha nalo ukifanya dua hii kila siku ya Jumatatu. Kwa hiyo inshallah hiyo ni ya kwanza katika zile 2 ambazo leo nimekusudia nikupe dua hizo 2, na ya kwanza ndio hiyo. Twende katika ya pili sasa. Hii ya pili ni dua ambayo unapokutana na adui, utembea sehemu ukutana na adui, basi ufanyeje sasa? Ndio tunakwenda katika hizi 3 sasa. Kwa hiyo nakuelekeza vizuri sana uweze kuzishika na uweze kuzikamata na uende ukazifanyie kazi hizi dua 3. Ya kwanza nimekuelekeza ni hiyo. Ya pili sasa, hii unapokutana na adui adui wa aina yote yule umekutana naye, sasa unataka adhalilike, unataka umshinde yule adui asikufanyie ubaya, basi utasoma dua hii. Isikilize kwa makini sana jinsi ya kusoma kwake, na unasoma mara ngapi. Unasoma Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. Nyepesi sana wala sio ngumu, na hapo chini nitakuja nitaiandika hapo ili uweze kuikamata na uweze kuishika. Narudia tena, unasema Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. Maana yake nini? Maana yake Mwenyezi Mungu, hakika sisi tumekuwekea wewe katika shingo zao, tumekuweka wewe katika shingo zao. Yani Mungu umemkabidhi wewe shingo zao wale maadui. Wa na'udhu bika min shururihim, na tunataka ulinzi kwako, tunajikinga kwako kutokana na uadui wao ama kutokana na shari zao. Hii nimekupa ya pili ya ziada, utasoma pindi unapokutana na adui wa aina yoyote yule, wa aina yoyote, au umekwenda sehemu ukahofu kwamba kwa mazingira haya hapa kuna baya linaweza likanikuta, yani ukawa na wasiwasi katika hilo tu, basi ukiwa na wasiwasi, basi utaipiga hiyo dua ambayo nimekuelekeza hapo, utakwenda kuisoma kwa mtindo huu ambao nimekuelekeza hapo muda si mrefu. Kwa cha msingi zikamate, nenda kazifanyie kazi. Wale ambao wanapita katika darasa zetu hizi lakini bado hawaja subscribe, basi subscribe ili mradi kwamba kila tutapokuwa hewani katika darasa mbalimbali unakuwa wewe mwanzo kupata mada na darasa kama hizo. Lakini yule ambaye anaangalia tu leo zetu lakini bado na yeye hajashare kwa watu wengine, basi ashare kwa watu wengine. Na usisahau vile vile kulike, comment. Inshallah kama una maswali mbalimbali unaweza kupitisha katika comment zako, tutakuja tutayaona kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya kusema hayo sasa, inshallah tuishie hapa, tukutane katika darasa lingine lijalo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.